Haleluya, mimi ni Maria Bwana, similikiwi tena na hii dunia. Shalom, shalom na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaangalia neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 18. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 18. Biblia inasema sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima. Yesu alijua mawazo ya wanafunzi kabla hajapaa, na wanafunzi walikuwa na hofu kwamba itakuwaje, lakini anasema sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Wasi unampokea Roho Mtakatifu, unakiri kwa kinywa chako na kuokoka kwamba Bwana, nahitaji nguvu zako, nahitaji uwezo wako. Mimi unaongozwa sala ya toba, unaingizwa kwenye ufalme wa Mungu na jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Musa anasema, Bwana, jina langu limepo kitabuni. Kwa Yesu akasema sitawaacha yatima, bali nitawaachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi huyo ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye wakati yupo Roho Mtakatifu alikuwa bado hajashuka. Mpaka Yesu alipoondoka ndipo Roho Mtakatifu alipoweza kuja. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu akaacha baada ya kufufuka na baada ya siku 50 Roho Mtakatifu alishuka. Kawaambia wanafunzi, mkae humu, ngojeni, na wakaendelea kungoja. Walikuwa watu wengi. Kadri ya siku ambazo zinakwenda wakawa wanapungua. Wale waliokusudiwa wachache. Siku ya 50 Roho Mtakatifu akashuka, na wiki hii kwa makanisa ya Kipentekosti nchini na kote ulimwenguni kuna maadhimisho ya Pentekosti, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio kiongozi wetu. Roho Mtakatifu ndio ambaye anatuongoza hatua kwa hatua. Roho Mtakatifu husema nasi. Roho Mtakatifu tupa tahadhari. Roho Mtakatifu tuambia kwamba okay, sawa sawa. Pamoja na kwamba injili inahubiriwa, injili sio ya kwangu. Pamoja jina langu Bwana linatamkwa kwa kutumia Biblia, kwa kumtaja Mungu, kwa kumtaja Yesu, lakini ambaye anayetaja sio wake. Ndio maana anasema siku ile wengi watauliza wasema, Bwana, tulifanya kazi yako, lakini kwa nini tunaenda motoni? Anasema si wajui. Na Isaya anasema wengine wanajifunika, wale wanaojifunika kifuniko cha Roho Mtakatifu, lakini hawana Roho Mtakatifu. Ndio majira ambayo tuko nayo, bila ndizo nyakati ambazo tuko nazo, kwa sababu tu watu wakakosa nguvu za Bwana, wakakosa neema ya Bwana, wakaenda na wakapotea. Kwa Roho Mtakatifu ndio msaidizi wetu. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya chochote. Roho Mtakatifu tuombea kwa kuugua mno kusikoweza kutamkika. Kwa maana tuwezi tukaomba ipasavyo. Lakini Roho Mtakatifu anajua kutuombea kwa kuugua mno kusikoweza kutamkika. Ujazo nguvu za Roho Mtakatifu. Unene kwa lugha, ujazo wa Roho Mtakatifu. Tambaye ameokoka amebatizwa kwa maji mengi, na mtu aliyeokoka amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Haleluya. Na bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya chochote. Roho Mtakatifu ndio ambaye anatusaidia. Roho Mtakatifu ndiye mtetezi wetu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anasimama nasi kila wakati. Na Biblia inasema atakayemkufuru Roho Mtakatifu, hiyo dhambi yake haina msamaha. Lakini atakaye fanya chochote juu ya Bwana, kuna toba, kuna rehema. Kwa Roho Mtakatifu ameachiliwa, amewekwa kwa ajili ya kutusaidia. Ile hofu ya wanafunzi, na Yesu anasema sitawaacha yatima. Na Biblia inasema yuko pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. Kwa ukienda mahali popote, Roho Mtakatifu yuko pamoja naye. Yeye anakaa ndani ya hekalu. Miili yetu ni hekalu la Bwana. Tumeumbwa ili tumwabudu yeye. Mungu akusaidie, Mungu akutetee. Umtafute Bwana katika roho na kweli, ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Siku hadi siku tunahitaji neema, siku hadi siku tunahitaji nguvu za Bwana, siku hadi siku tunahitaji kusogea, kuhitaji ukuu wa Bwana, siku hadi siku. Haleluya. Haleluya.
Shalom, shalom.